naitwa Mhandisi Masatu Ndango, mhandisi mwandamizi katika ofisi ya meneja wa TARURA wilaya ya Temeke. Ndugu mwandishi, hapa tulipo, hii ni barabara ya Basira, barabara yenye urefu wa kilomita 0.67 ambayo imepata fedha kupitia miradi ya DMDP2 ambayo imeanza. Na kama mnavyojua, tulikuwa na mvua kwa kipindi cha takribani miezi 2.5 ambayo shughuli hizi zilisimama kwa sababu ya hali ya hewa. Na baada ya mvua kukatika, ofisi ya meneja wa TARURA pamoja na ofisi ya meneja wa mkoa wa Dar es Salaam upande wa TARURA imewaelekeza wakandarasi wote kurudi katika maeneo yao ya kazi, na huyu ni mmoja wapo ambaye amerudi kuanza barabara hii. Lakini pamoja na barabara hii kupitia DMDP tumepata jumla ya kilomita 48 ambapo hadi sasa jumla ya kilomita 32 zimeshasainiwa na wakandarasi wako site. Katika kata hii peke yake tuna zaidi ya barabara 5: barabara ya Basira, barabara ya Majimaji, barabara ya Igombe, barabara ya Diwani pamoja na barabara ya Magorofani, ambazo zote zinaendelea chini ya mkandarasi huyu kutekelezwa. Lakini sambamba na hizo pia tunaendelea na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia fedha za mfuko wa barabara, jimbo pamoja na tozo ambazo Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 alizileta katika wilaya yetu ili tuweze kutekeleza barabara, kukamilisha ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naitwa Kevin Abiud Muhize, ni diwani wa kata hii ya Chang'ombe. Naam. Kusema kweli, mimi kama diwani kwanza naweza kusema nina bahati sana, kwa sababu kwa asilimia kubwa vingi nilivyokuwa nikivitaka vimepatikana. Na pongezi hizi ziende kwa mabosi zangu wa TARURA manispaa ya Temeke, lakini vile vile mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa chama changu cha Mapinduzi kwa kusikia na kutimiza ahadi zetu. Kwa Chang'ombe mimi naweza kusema Mama Samia hana deni, mitano tena na Oktoba tunatiki. Kwa nini unasema hana deni? Sasa mambo si kama haya, unaona mashine hii hapo nyuma inafanya kazi. Barabara mimi nimepata 5 kutoka DMDP, TARURA huko nimepata barabara za kwenye on source huko vile vile. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinakwenda sawa sawa. Kwa hiyo hata mimi wananchi huko nadhani wananisubiri tu kwa hamu wakafanye uwajibu wao ule wa Oktoba tunatiki. Ni Amrani Sefu Msuya, ni mwenyeji wa eneo hili hapa, ni mfanyabiashara wa biashara ya wakala hapo. Kiukweli tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka wa eneo wakazi wa Sandali kwa kutuwekea barabara ya zege. Sisi tunafurahi, tunaona sapoti ya diwani wetu Mr. Kabalika kwa namna wanavyotukumbuka na jinsi watakavyotuondolea eneo hili adha ambayo tulikuwa tunaipata kwa vyombo vya usafiri, na pia eneo letu litakuwa lina muonekano mzuri kwa ajili ya wafanyabiashara. Watu watakuwa wanafanya biashara kwa weledi kabisa, na pia tunawashukuru TARURA kwa ajili ya namna wanavyosimamia eneo letu hili na walivyotukumbuka kwa ajili ya maendeleo ya barabara. Kuna vumbi sana na nao sasa hivi tunaona wametukumbuka. Swala la vumbi eneo letu hili litaondoka kabisa. Tunawashukuru sana. Kwa jina naitwa Mlisho Mamba, ni katibu wa CCM tawi la kwa Mpogo kata hii ya Sandali. Nipo hapa kuwakilisha Chama cha Mapinduzi, lakini kumwakilisha Mheshimiwa diwani kwa kuzungumzia ujio wa ujenzi wa barabara kwa kushirikiana Mheshimiwa diwani na TARURA kwa kutuletea barabara katika kata yetu. Lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi unaiona ikitekelezwa ilani yenu? Ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wetu sio tu kipande hiki, ni kipande kikubwa sana imetekelezwa kwa kumheshimu Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu. Tunamshukuru sana kwa katika kata yetu. Yani kama bado kipande ni kidogo sana kwa miundombinu ya barabara kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana diwani wetu Mheshimiwa Christopher Kabalika na uongozi wa juu. Tunashukuru sana katika kata yetu ya Sandali. Ni mhandisi katika ofisi ya meneja wa TARURA wilaya ya Temeke. Hapa tulipo ni eneo la veterinari ambapo tuna barabara tunayoihudumia chini ya wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, inaitwa Dr. Omar. Hii barabara kama mnavyofahamu katika kipindi cha mvua
iliharibika na kuwa na mashimo mengi na kuleta adha kubwa sana kwa wananchi na watumiaji wote wa barabara hii. Lakini kwa usikivu wa serikali ya awamu ya 6 ambayo imetenga fedha za mapato ya ndani, tumekuja kufanya ukarabati wa barabara hii. Hapa tulipo sasa tumeshafanya sehemu ya kwanza ambayo ni sehemu ya changarawe na kuziba mashimo yaliyokuwepo, lakini hatua inayofuata ni kutengeneza kipande chote ambacho tumerekebisha kwa kiwango cha zege. Na hii itachukua muda gani? Kipande hiki tayari mkandarasi yuko site kama ambavyo nimeeleza, na tunatarajia kufika mwezi wa 7 mwishoni tutakuwa tumemaliza kipande hiki kuweka hii zege. Naitwa Geoffrey Mkinga, meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam. Leo tumeendelea na ziara siku ya pili ya ukaguzi wa kazi za barabara, matengenezo ya barabara ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam, ambapo tunakagua kujiridhisha na hali ya hewa, kwa maana kazi nyingi zilikuwa zimesimama hapo awali, ambapo tulikuwa tukitoa taarifa na ninyi mlikuwa mkifika na kutueleza changamoto zilizopo, na tulikuwa tukifika tukiona tunasema tusubiri hali ya hewa iwe sawa sawa. Lakini tumejiridhisha kwamba maeneo mengi hali ni himilivu na kwamba udongo unaweza kufanywa kazi na kuweza kuumba matabaka ya barabara na barabara zikabaki na ubora wake bila kuathirika. Na kwa mtindo huo leo tumeanza eneo la Temeke, tumekagua barabara ya kwa Diwani, lakini pia barabara ya Basel ambazo ni sehemu ya barabara utekelezaji wa mradi wa DMP ya awamu ya pili, ambapo tumeona kuna maendeleo mazuri. Mkandarasi ni SGRE ambao tunategemea kutengeneza zaidi ya kilomita 7.2 eneo lile pale, eneo la makazi ya watu, lakini pia na biashara lile eneo. Utaona kuna shughuli za viwanda na magari makubwa yamekuwa kipita mle, kwa hiyo hali imekuwa sio nzuri. Barabara zile zote tunazitengeneza kwa kiwango cha zege ili kuweza sasa kukabili shughuli za kiuchumi ambazo zinaendelea eneo lile pale, kwa sababu kuna issue za magari makubwa ISD zile ziko mle, lakini na malori makubwa yanapita. Vivyo hivyo pia tumekagua barabara ya Yombo ambayo tunaitengeneza, ina urefu wa kilomita 1.6. Kilomita 1 ina lami, kilomita 600 hizi zilikuwa hazina lami, lakini pia zinapita kwenye maeneo ya ICD. Kwa hiyo nayo tunaijenga kwa kiwango cha zege. Mtaona tumeanza kuweka zege eneo lile pale leo. Lakini pia barabara ile inajengwa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa manispaa ya Temeke, ambaye kwa nukta hii tumshukuru sana, kwa maana amekuwa akituwezesha kupata fedha za matengenezo ya mara kwa mara. Kwa hiyo tunatengeneza barabara hiyo ya Yombo, lakini pia na barabara ile ya Dr. Omar ambayo mara kwa mara imekuwa ikisumbua sana, na usumbufu ule ulitokana na mwingiliano tu wa kile kipande kilikuwa kimeingiliana na utekelezaji wa mradi wa BRT 5, ambapo mradi umepata changamoto ya kutokamilika kwa fidia mapema. Kwa hiyo haikuwezekana kumpa mkandarasi eneo nusu, eneo jingine likiwa halina eneo la kufanyia kazi. Hivyo sisi kama TARURA wenye dhamana tumeshirikiana na ofisi ya mkurugenzi, ametupa fedha, tunakwenda kujenga kwa kiwango kile kile ambacho BRT itakuja kutengeneza eneo lile na matumizi yaweze kuendelea, ili kero ambao wameipata umma kwa muda huu mchache iweze kutokuwepo tena kwa mvua hizo zingine zinazokuja. Ina urefu wa kilomita 3.9 na yenyewe ilikuwa ina changamoto kubwa sana. Kama ambavyo mmekagua huko, umeona ni eneo ambalo lina mchanga, ni eneo ambalo sio himili. Mvua ikinyesha kidogo basi udongo wote unajongea na mawasiliano yanakatika kabisa. Kwa hiyo tuna mkandarasi atatekeleza eneo hili hapa, lakini pia barabara ya Maandazi anakwenda kutekeleza. Jumla ya mkataba unaotekeleza una jumla ya shilingi bilioni 27. Ndani yake atatekeleza pia na ujenzi wa vivuko cha Ulembo 1 na cha Ulembo 2. Kama mtakumbuka, hivi karibuni kuna watu walikuwa wameandamana wanasema hawana kivuko mitaa ya Tuangoma. Basi kivuko kile ni cha Ulembo 1, ni kiko ndani ya utekelezaji wa mkataba huu hapa. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wale wananchi ambao walikuwa wanatamani kupata hicho kivuko chao, kinakwenda kutengenezwa kivuko kikubwa tu cha Ulembo 1, lakini pia kuna cha Ulembo 2. Ndani ya mkataba huu ambao tumeukagua hapa, ambao wanatekelezwa SGRE, kuna madaraja mawili. Hili ambalo umeliona limewekewa hoarding, lakini na lile jingine pale ambalo tumepita, ambalo mkao mna wasiwasi kama lile hatuwezi kubakiza vile. Barabara hii ni pana na kwamba ndio inaochukua watu wengi na maeneo mengi hapa. Hii ni barabara kubwa, afu zitakuja kutengeneza barabara nyingine ndogo. Kwa hiyo hii kwetu ni collector.
Kwa hiyo tunaitengeneza kwa upana, ikiwa na njia za watembea kwa miguu, ikiwa na taa za barabarani, lakini pia na mazingatio ya usalama wa watumiaji wa barabara kwa ujumla. Kama ambavyo nilivyosema mwanzo, tuko kwenye ukaguzi wa miradi mbalimbali. Huu ni mradi wa DNP ambao ni miongoni mwa ile miradi tulio saini pale Mwembe Yanga tarehe 23 mwezi wa 10 na baadaye tarehe 21 mwezi wa 3, na mpaka sasa jumla kilomita 160.9 tumekwisha kuzitia saini, ambazo zina thamani ya zaidi ya bilioni 433, ambazo wakandarasi wote wako site. Na tukitoka hapa tutakwenda eneo la Kigamboni tukaangalie kwa uchache barabara ambazo zinaendelea kufanywa kazi pale. Kwa kweli tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kutupa rasilimali fedha kiasi cha kutekeleza majukumu yetu ambayo mara nyingi watu walikuwa wakiona kama sisi tunazungumza hadithi, lakini ile hadithi ilikuwa ni hadithi ya kweli, sio hadithi ya babu mtoto alale lakini ilikuwa ni hadithi kwamba tusubiri tuje tuweze kutengeneza barabara zetu kwa namna ambayo inayofaa. Nini kilichelewesha mpaka kuonekana mradi umechelewa? Ni kwamba mwezi wa pili mwaka jana ni kwamba mradi ulipatikana na watu wa benki, lakini baada ya kupatikana mradi na watu wa benki tulianza kufanya kazi za usanifu ili tuweze kuainisha vitu vya kimazingira, athari za kimazingira, lakini pia na athari za kijamii. Na kuna baadhi ya barabara ambazo tumeshindwa kuzifanyia kazi kwa sababu barabara hizo zina athari kubwa ya kijamii, hususan kwa mfano barabara ya Suka Golan Kinyerezi. Ile tumeshindwa kuifanyia kazi kwa sababu tumekuta kuna athari za kijamii kubwa sana. Kuna zaidi ya nyumba 380 zinatakiwa zivunjwe ili tuweze kutengeneza ile barabara. Sasa nini kinafanyika? Barabara hiyo pamoja na barabara hii ya Mwananchi hapa na kwenda Tabata ni barabara muhimu ambazo zinatumiwa na watu wengi na zinahitajika. Na sisi tumeona ni kweli zinahitajika, lakini hatuwezi kuendelea na mradi huku kukiwa kuna manunguniko. Mradi tunataka uwe wenye baraka, usiwe mradi wenye heri, wenye shari, na kwamba ukaleta manunguniko kwa umma. Kwa hiyo utekelezaji wa mradi DNP awamu ya pili tunatekeleza miaka 6. Kwa hiyo hizi barabara za mwanzo zinatekelezwa miezi 18 mpaka miezi 24. Kwa hiyo ndani ya miaka hii miwili tutakuwa tumeshafanya hizi nyingine, na hii miaka miwili tutatumia kutatua changamoto ya athari za kijamii, hasa wale wananchi ambao wanapitiwa na mradi, ili basi nao tujue wanakwenda wapi, wanalipwa fidia kiasi gani, na baadaye miaka mingine 4 iliyosalia tutatekeleza hiyo barabara. Kwa hiyo wasione kama tumewaacha. Kila mmoja atapitiwa kwa namna ambavyo viongozi wa mkoa waliona barabara hizi zinafaa. Mhandisi Masatu Ndango. Kwa majina naitwa Mhandisi Masatu Ndango, mhandisi mwandamizi katika ofisi ya meneja wa TARURA wilaya ya Temeke. Na kwa niaba ya meneja naomba kwa ufupi nieleze kuhusiana na mradi wa Chamaruba. Hapa tulipo ni Chamaruba, ambapo baada ya mvua nyingi zilizonyesha takriban miezi miwili kuanzia mwezi wa 4 na mwezi wa 5, eneo hili lilikatika na kufunga mawasiliano ya upande mmoja na mwingine. Na baada ya hapo, kwa kushirikiana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa waliomba fedha, na serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan waliidhinisha fedha kwa ajili ya kufanya matengenezo ya dharura kwa kujenga karavati midomo laini 5 ili kuweza kuunganisha upande mmoja na mwingine uliokuwa umekatika. Lakini sambamba na hayo pia kutekeleza kauli mbiu ya wakala barabara za vijijini na mijini TARURA inayosema kwamba tunakufungulia barabara kufika kusikofikika. Hiyo barabara tulioingia nayo pale ambayo magreda yanaendelea kufanya kazi hadi pale inapoishia, kimsingi ilikuwa haipo. Kwa hiyo tunaifungua kupitia fedha hizo ambazo tulizipata za dharura. Lakini pamoja na barabara hii ya Chamaruba ambayo wananchi wengi walikuwa wanapata mateso, fedha hizo za dharura tulizoomba ni pamoja pia kwenda kurekebisha barabara ya kisasa ambayo pia ilikatika, lakini pia kuziba viraka katika barabara ya Mbozi, pamoja na kurekebisha maeneo ya barabara ya Mponda ambayo pia ilikuwa imekatika. Hivyo jumla ya shilingi takribani milioni 241 imetumika katika kufanya marekebisho ya barabara hizo 4 nilizozitaja, ikiwemo barabara hii ya Chamaruba. Kifupi, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kusikiliza kilio cha wananchi wa Mikwambe, hususan
watu wa Chamaluba. Kwa kweli hichi kivuko kilikuwa ni mtihani mkubwa sana. Toka awali mimi nimeingia 2014, 15 nimeanza madaraka, lakini huku hakukuwa na muunganiko. Tumefuatilia sana, lakini kwa kweli awamu ya 5 ya 6 kidogo hali imekuwa nzuri. Sasa hivi Chamaluba A Mikwambe kwa ujumla hatuna madai kwa Mheshimiwa Rais. Awali tulikuwa tunawasiliana sana, tunaweka magogo kama unavyoona, magogo yao ya nguzo za umeme. Kwa kweli ni tabu sana. Kipindi cha masika watu hawavuki kwenda ng'ambo ya pili. Huku kulikuwa kuna mgawanyiko wa eneo, wanafunzi waende shule, watu waende kazini kipindi cha masika. Kwa kweli kilio chetu kimesikika.